Habari zenu? Nzuri sana. Wacha tuingie kwa neno la siku ya leo. Nataka tujifunze kitu kidogo katika kitabu cha Warumi 5 mstari wa 12 peke yake. Maana neno la Mungu linasema hivi, wacha tusikilize. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Ndugu zangu, kuna kitu moja nataka muelewe hapa, ya kwamba mwanadamu hakufanyika mwenye dhambi kwa matendo yake maovu. Mwanadamu hakufanyika mwenye dhambi kwa vile alivyofanya makosa ama dhambi, bali mwanadamu alifanyika mwenye dhambi si kwa sababu ya matendo yake. Mwanadamu alirithi dhambi. Amen. Biblia inasema katika kitabu cha Romans 5:12 ya kwamba mwanadamu hakufanyika mwenye dhambi kwa matendo yake. Mwanadamu alifanyika mwenye dhambi kwa mtu mmoja. Sisi wote tuko hapo kwa wote. Maana Biblia inasema kwa sababu wote wamefanya dhambi. Mimi na wewe tuko hapo kwa wote. Lakini hapo kwa wote huyo mtu mmoja ni Andram. Huyo ni mtu mmoja aliye ni Andram. Si mimi wala wewe. Maana katika mwanzo wa kuumba ulimwengu, Mungu aliumba Andram peke yake. Mungu aliumba Andram peke yake. Hata mke wake alimtoa kwa umbavu wake. Andram ni yeye aliyeumbwa na Mungu. Na wakati Andram aliumbwa na Mungu, mimi na wewe hiyo siku Andram akitenda dhambi, tulikuwa ndani ya viuno vyake. Yaani tulikuwa ndani ya mwili wa Andram. Na kwa sababu tulikuwa ndani ya mwili wa Andram, Andram alipotenda ile dhambi, pia nasi tulitenda ndani yake. Alituwakilisha kutenda dhambi. Na kwa sababu alituwakilisha kutenda dhambi, ndio maana pia na sisi hatuwezi tukajitoa hapo kuwa sasa sisi si wenye dhambi. Na ndio maana neno la Mungu linasema katika kitabu cha 1 John 1:8 na 10 ya kwamba tukisema kwamba sisi hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe na hata kweli haimo ndani mwetu. 10 inasema ya kwamba tukisema kwamba hatukutenda dhambi, tunajidanganya wenyewe, wala tumfanya yeye kuwa muongo, wala neno lake halimo mwetu. Amen. Na kwa sababu hiyo sisi wote tukauzwa chini ya dhambi, kama vile imeandikwa katika kitabu cha Romans 7:14 ya kwamba mimi ni mtu niliyeuzwa chini ya dhambi. Wewe na mimi tuliuzwa chini ya dhambi. Andram alituuza chini ya dhambi. Na kwa sababu Andram alituuza chini ya dhambi, sisi sasa tukakuwa wenye dhambi. Basi kama sisi tumekuwa wenye dhambi, hakuna matendo yetu maovu pale. Haleluya. Na kwa sababu hakuna matendo yetu maovu pale, sisi basi tumefanyika wenye dhambi pasipo matendo. Hii ni dhambi tuliyorithi. Kwa hivyo mwanadamu akizaliwa, azaliwi akiwa mtakatifu. Mwanadamu anazaliwa akiwa mwenye dhambi. Na kwa sababu mwanadamu anazaliwa akiwa mwenye dhambi, basi si matendo yako maovu inakufanya wewe kuwa mwenye dhambi, bali umerithi dhambi. Hata nikifanya nini, hii chenye nimefanya sio inanifanya mimi kuwa mwenye dhambi, bali mimi nimerithi dhambi. Kutoka mwanzo wangu asili yangu ni ya dhambi. Kwa hivyo mimi siwezi nikajitenga na dhambi, kwa sababu mimi ni mtu niliyeuzwa chini ya dhambi. Na kwa sababu ya hiyo, ndio maana neno la Mungu linaniita pia na mimi mwenye dhambi. Je, mwanadamu anaweza aje akafanya nini? Mwanadamu anaweza akafanya akajiondolea dhambi. Watu wengi wanafikiria ya kwamba wakilia na kufanya watajiondolea dhambi. Wakilia na kutubu watajiondolea dhambi. Wakilia na kuomba kwa ajili ya dhambi zao watajiondolea dhambi. Lakini wacha nikwambie mpendwa, hakuna vile unaweza fanya ukajiondolea dhambi. Hata ulie kwa ajili ya dhambi zako, hata ufanye kwa ajili ya dhambi zako. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 13:23, hiyo inadhihirisha ya kwamba wazi hauwezi ukajiondolea dhambi. Yeremia 2:22 inadhihirisha wazi ya kwamba hauwezi ukajiondolea dhambi. Na mtu kama huyo basi ametambua ya kwamba hakuna vile anaweza kafanya akajiondolea dhambi. Mtu kama huyo anaweza akapokea msamaha wa dhambi kwa urahisi. Kwa nini mtu kama huyo anaweza akapokea msamaha wa dhambi? Ataondoa akili yake kwake mwenyewe. Ataondoa
ataondoa kila kitu kwa uwezo wake. Ataondoa kwa uwezo wake, kutubu na kulia ataiondoa kwa uwezo wake. Na huyo basi anaweza akapokea msamaha wa dhambi kwa urahisi, kama vile imeandikwa katika kitabu cha Ephesians 2 verse 8 na 9 ya kwamba mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Hii basi inafanyika aje? Kubaliana na mimi ni tuingie katika kitabu cha Matthew 1:21 inasema ya kwamba naye atamzaa mwana, naye atamuita jina lake Yesu, ambaye huyo ni yeye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Neno katika kitabu cha Matthew linaongelelea kuhusu Yesu, huyo mwenye anakuja kutuokoa sisi na dhambi zetu. Kwa nini watu wengi wanalia kwa ajili ya dhambi zao? Wacha nikwambie ndugu yangu, dhambi, mshahara wa dhambi si kutubu. Mshahara wa dhambi ni mauti. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Romans 6:23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kitabu cha Waebrania 9:22 inasema ya kwamba pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Lakini hapa kuna good news. Hallelujah. Old Testament walikuwa wanajiondolea dhambi aje? Old Testament walikuwa wanajiondolea dhambi. Mwanadamu akitenda dhambi anaenda anakuja na mwana kondoo. Akikuja na mwana kondoo anawekelea mikono yake juu ya mwana kondoo, anatransfer dhambi zake kwa huyo mwana kondoo. Na kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, mwana kondoo anakufa kwa ajili ya dhambi za huyo mtu. Alafu akikufa kwa ajili ya dhambi za huyo mtu, mwana kondoo anamwaga damu yake. Akimwaga damu yake, damu ya mwana kondoo naye inapatikana katika pale kitabu cha Waebrania 9:22 ya kwamba pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hivyo huyu mwana kondoo akimwaga damu yake, huyu mtu anapata ondoleo la dhambi. Amen. Na huyu mwana kondoo akikufa, huyu mtu ana mshahara wa dhambi inalipika. Na hivyo ndivyo Kristo alikuja kama mwana kondoo wa Mungu. John 1:29 ya kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu haichukuae dhambi ya ulimwengu wote. Kristo alikuja kama mwana kondoo wa Mungu. Je, Kristo alichukua aje dhambi zangu na zako? Kristo alichukua dhambi zangu na zako kwa mkono wa John the Baptist. John yeye alikuja kama kuhani, amesimamia ulimwengu wote. Ukisoma katika kitabu cha Matthew 11:11 utaona ya kwamba neno la Mungu linasema ya kwamba katika uzao wa wanawake hajaondokea mtu mkubwa kuliko John the Baptist. Kwa nini John ni mkubwa hivi? John alikuja kama kuhani, amesimamia ulimwengu wote. John alikuja kama kuhani, amesimamia ulimwengu wote. Kwa hivyo John alichukua dhambi zangu na zako, sisi wote akachukua dhambi ya ulimwengu. Neno la Mungu katika kitabu cha Corinthians linasema ya kwamba kuna mshale wa mauti imemulika mwenye dhambi. Amen. Na kwa sababu mshale wa mauti imemulika mwenye dhambi, mshale wa mauti mimi ilikuwa imenimulika mimi kama ulimwengu. Lakini wakati Kristo alikuja naye akachukua dhambi yangu kwa mkono wa John, akamwekelea juu ya kichwa chake. Ile siku Kristo alienda kwa John ili kubatizwa. Hiyo ndiyo siku Kristo alichukua dhambi yangu kwa mkono wa John the Baptist. Na hiyo siku mshale wa mauti ikaondoka kwangu na ikamulika Yesu. Na kutoka hapo naye Kristo akakufa kwa ajili ya dhambi zangu. Kristo akauliwa kwa ajili ya dhambi zangu. Kwa kifo ya Yesu mimi nikapata ondoleo la dhambi. Kwa kumwaga damu kwake mimi nikapata ondoleo la dhambi. Mimi nikasamehewa. Kristo akalipa mshahara wa dhambi kwa mauti yake. Na tena damu yake naye ikamwagika kwa ajili ya kuniondolea dhambi zangu. Kwa maana pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Halafu tena akaandika katika kitabu cha Waebrania 10:10 katika mapenzi hayo mmetakazwa mara moja na milele, mara moja kwa sadaka ya mwili wa Yesu Kristo. Waebrania 10:14 ya kwamba kwa toleo moja amewakamilisha hata milele. Waebrania 10:17 dhambi zao na uwazi wao sitaukumbuka tena kabisa. Psalms 103 verse 12 ya kwamba kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, hivyo ndivyo alivyoweka dhambi zangu mbali na mimi. Haleluya. Na kwa sababu hiyo mimi ni mtakatifu, mimi ni mwenye haki, lakini si kwa kazi yangu. Philippians 2:8 na 9 ya kwamba nimeokolewa